Habari ya muda mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tukiangazia kuhusiana na mada nzito ya aina mbalimbali ya mizinga ya nyuki. Kama unafuatia katika video zetu mbalimbali ambazo zimetoka hapo awali, tunazungumzia kuhusiana na masuala ya mizinga ya nyuki. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na aina mbalimbali ya mizinga ya nyuki. Lakini kwa leo tuko na mtaalamu wetu hapo wa mizinga atatuelekeza kuhusiana na aina mbili tu za mizinga za nyuki, ambazo aina hizo ni miongoni mwa mizinga ya kisasa. Maana kuna mizinga ya kisasa pamoja na mizinga ya kizamani ya kienyeji. Kwa hiyo mizinga hii ya kisasa hii tutaangalia aina kuu mbili za mizinga ya kisasa. Kwa hiyo bila kupoteza muda na kukumbusha tu uweze kusubscribe, uweze kulike na pia uweze kutazama video yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Karibu ndugu mtaalamu wa mizinga ili uweze kutuelezea kuhusiana na mambo mbalimbali. Karibu sana. Habari za muda? Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Madison Amasi Bui. Ndio. Kwa hiyo mimi ni mtaalamu wa kutengeneza mizinga ya nyuki. Kwa hiyo kwa jinsi unavyoona mzinga huu uko tofauti na vile picha za mzinga ule mwingine wa kwanza tulivyouona kule. Kwa hiyo hii ni design nyingine tena tofauti kidogo. Kwa hiyo ule mwingine kawaida huwa tunatoboa matundu pembeni huku ili nyuki waweze kuingia. Lakini design ya huu mzinga hatujatoboa matundu, ila tu kwenye hii mbao ukiangalia hii fremu ya mwisho hivi, hapa kuna nafasi katikati ya mzinga na hii fremu ya mwisho. Kwa hiyo hapa kuna sehemu ya kuingia nyuki hapa. Wanaingia, wakishaingia basi wanaingia tena hapa, wanaingia tayari kwenye mzinga. Kwa hiyo hapa huu mzinga design yake hatutatoboa matundu kama ile mingine. Kwa hiyo ndio mizinga ya kisasa. Kwa hiyo mizinga ya kisasa pia ina design nyingi, unaweza ukabuni design mbalimbali kutokana na ubunifu. Kwa hiyo kazi ni moja tu, na hizi unavyoziona hizi chaga. Kwa hiyo nyuki watafuatishia pia kushonelea asali yao kwenye hizi chaga, wanafuata hizi chaga kama unavyoziona hizi chaga. Kwa hiyo kila chaga hapa itakuwa wanashona asali. Kwa hiyo mazega kadiri chaga zilivyo na mazega ya asali yatakuwa na idadi hiyo. Ndio. Kwa makadirio mzinga huu kwa gharama yake ya utengenezaji una nafuu kidogo au una gharama ghali sana? Ukiangalia mzinga huu kwa gharama za utengenezaji hazitofautiani sana na ule wa kwanza, kwa sababu gharama zake mbao zilizotumika ni idadi hiyo hiyo tu ya mbao, haijazidi sana ile ya kwanza. Kwa hiyo gharama zake zinafanana tu, hazijatofautiana sana. Na ni faida gani ya mzinga huu? Mzinga huu una faida gani tofauti na ule mwingine? Faida na ni yote iko tu, faida ni sawa. Hamna kusema labda kuna utofauti, labda kuna mwingine una faida sana, mwingine hauna faida sana, isipokuwa faida ya huu pia utakuta yani utengenezaji wake kama subiri kutoboa huku, ina maana ukisha tengeneza tayari nyuki wanapata sehemu ya kuingia moja kwa moja. Maana mizinga kama hiyo inatakiwa tena uanze kazi ya kutoboa ili nyuki wapate sehemu ya kuingia. Lakini huu ukisha utengeneza hivi tayari gharama nyingine ya kusubiria kuja kutoboa basi imeshaisha. Utakuta ndio wanaingia moja kwa moja, lakini utengenezaji wa asali ni ule sawa na huo mwingine. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama utazama, huu ndo aina ile ya kwanza ya mzinga wetu. Kwa hiyo tutaanza baada ya kumaliza kujifunza mzinga huu jinsi ulivyo na aina yake ilivyo, ina maana hii ndo aina ya kwanza ya mzinga. Kwa hiyo hapa tutaenda moja kwa moja kuangalia aina nyingine ya pili ya mzinga, ambao tuweze kuona tofauti kati ya mzinga huu wa kwanza na ule mzinga mwingine wa pili ambao mtaalamu wetu ataweza kutufundisha. Kwa hiyo ndo mzinga wa kwanza ambao utakuwa na tofauti kidogo na ule mzinga mwingine wa pili, lakini kama nilivyokuambia pale awali, yote ni mizinga mizuri na yote ni mizinga ya kisasa, na yote kidogo inakuwa ina gharama ambayo inakuwa inatofautiana, lakini kwenye utoaji wa matunda au asali wote wanatoa asali ambavyo kama vile vitu vya kufanana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, si tu kumbuka kwanza kusubscribe na kulike pamoja na kucomment.
Sasa tunaingia katika aina nyingine ya pili ya mzinga wetu kutoka kwenye ule mzinga wa awali. Kwa hiyo ngoja tumkaribishe mtaalamu aweze kutuelezea ili tuweze kuona wenyewe tofauti kati ya mzinga ule wa kwanza na huu mzinga aina ya pili. Karibu sana. Asante sana. Kwa hiyo huu mzinga wa pili huu aina yake ule mwingine ulikuwa hatutoboi matundu huku pembeni, lakini huu mwingine huu utakuwa na matundu pembeni ili nyuki wapate sehemu ya kuingia. Na ule wa kwanza ulikuwa tumeshatengeneza fremu ambayo ina nyuki wakishapita pale basi wameshapata nafasi ya kuingia ndani. Hebu tufunue kidogo ili mtazamaji aweze kutazama aone, ili angalie tofauti kati ya mzinga wa kwanza na wa pili ule. Vipi kuhusiana na gharama za utengenezaji kati ya mzinga huu wa kwanza na wa pili? Gharama za utengenezaji hazitofautiani sana, ijapokuwa design imekuwa tofauti, lakini gharama zake ukiangalia mbao zilizotumika ni hizi tu, hazijatofautiana sana. Kwa hiyo gharama yake haina utofauti sana, ijapokuwa hii inasubiria yani gharama itakayoongezeka labda kutoboa kazi itaongezeka kutoboa huku matundu ili nyuki waweze kuingia, lakini ile nyingine tumeshaweka frame ambaye nafasi tumeshaweka tayari, ina maana wanaingia ndani moja kwa moja, hatutatoboa. Kwa hiyo gharama inakuwa kama ile nyingine, tumeokoa gharama zaidi kuliko hii. Ila kwa ubora, yote ni bora na yote inaweza ikajaza asali vizuri tu na ukavuna mavuno yako vizuri tu. Ndio, kwani mtaalamu wetu, kwa swali kidogo tu la kizushi, ina maana nyuki wanapenda aina gani ya mzinga, ule wa kwanza au wa pili, kwa uzoefu wako unavyoona wewe? Yaani nyuki wanapenda mizinga yote, yaani nyuki hawachagui. Ina maana nyuki hata ile ya kienyeji ile ya magogo wanaingia tu, hata kwenye magome ya miti wenyewe wanapenda tu nyuki, ijapokuwa inatakiwa iwe safi. Maana kama mzinga unaweza ukatengeneza mzinga mzuri lakini ukiwa ni mchafu ndani, kwa hiyo nyuki hawataingia. Kwa mfano kama uchafu wa matando ya buibui wameingia huko, wametangulia, wameweka uchafu utando, nyuki wakija kuangalia hawataishi hapo, wanatoka, hawatakubali kukaa hapo. Lakini kama kuna usafi kwenye mzinga wako, iko safi, basi nyuki watakapoingia huko wanaona hamna uchafu wowote, basi nyuki wanafurahi, wanakuja wanaingia. Basi tunashukuru sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tutaandaa video nyingine ambayo itahusiana kuhusiana na jambo zima la usafi wa nyuki, usafi wa mabanda ya nyuki wa mizinga. Kwa hiyo tutazungumzia kuhusiana na usafi na hatua mbalimbali ya kusafisha ili kusudi tuweze kuwa na nyuki ambao wanatija na nyuki ambao wanasaidia katika utengenezaji wa asali. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ndugu mtazamaji, labda tumuulize mtaalamu wetu kama ana chochote kabla hatujamruhusu aweze kuendelea na kazi zingine. Kwa kuna chochote labda cha kuwashauri watazamaji? Kuna tofauti wa kati ya mzinga wa kwanza na mzinga wa pili? Kati ya mzinga wa kwanza na mzinga wa pili tofauti, ukitengeneza design zozote zile, wa kwanza au wa pili, hizo zote ni sawa, uvunaji utakuwa ni uko kwa kiwango kile kile kizuri tu. Ila sasa kuzingatia usafi kama tulivyokuwa tumegusia usafi. Kwa hiyo usafi ni muhimu sana. Hata kwenye asali, yani ukishatengeneza mazingira nyuki ukawawekea mazingira ya usafi, inapendeza zaidi. Maana hasa na washauri wasikilizaji kuzingatia pia usafi. Basi sisi tunashukuru sana. Ndio mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tunakukumbusha sana kukumbuka kusubscribe, na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Kwa hiyo tulikuwa tunasoma comment hapo, tukuachie na swali moja zuri ambalo linauliza kwamba mmejifunza nini kuhusiana na utofauti wa mzinga ule wa kwanza na mzinga wa pili. Kwani mizinga yote ni mizinga ya kisasa, lakini kuna tofauti kidogo ambao mtaalamu wetu ameweza kutuelekeza. Kwa hiyo kama wewe unatufuatilia vizuri, naomba tuweze kutupa tofauti kati ya mzinga wa kwanza na mzinga wa pili, na pia ni bora kutumia mzinga gani, wa kwanza au mzinga wa pili. Kwa hiyo ni swali ambalo tumekuachia, tunaomba ushirikiano, tutasoma komenti zako hapo. Karibuni sana, tunashukuru sana.